drama hizo, ni maigizo. Visiendelee, vitupiliwe mbali, hakuna maliziano. Mpaka waliotekeleza madhira haya, waliotekeleza Watanzania kulia na kuumia na kupotezwa, wawajibishwe. Maliziano bila wajibu, bila kuwajibishwa, bila uwajibikaji, ni sawa na kazi bure. Umeua watu leo hii, watu mlioua watu Oktoba 29. Msio kusema ile damu ile ni nini zile sisimizi tu zimekufa hizi. Kwa sio watu hao ni sisimizi. Yaani umezika ushahidi. Watu hawatajua. Acha tu yaende. Yaani tumekufa, tumeua, hakuna shida. Kwa haitakuwa na shida, haitakuwa na madhara. Acha tu afe. Mimi nikwambie, damu ya mtu haiwezi kwenda bure. Damu ya mwanadamu, damu ya mtu, sio damu ya ng'ombe, sio damu ya kuku. Watu mliowaua, zile damu hazitaenda bure. Kwa mimi kuongea haya ni damu, na wakumbusha kwamba damu za wale ndugu zinalia. Mimi ni zile damu mlizozimwaga. Unaua mtu. Hapa damu ya Habili inalia. Mimi nimewambia ni damu wale ambao mmeua. Mimi ni wakala wao na wakilisha. Kama mnataka kunipoteza na mimi ni heri mnipoteze. Lakini upumbavu na ujinga wa kunilisha matango mwitu kwamba nchi na amani, imba amani. Usiongee kuhusu watu waliokufa. Imba amani. Mimi sinilishe matango jamani. Mimi sio tezezeta. Mimi nitawakumbusha yeyote aliyefanya upumbavu ule, yeyote aliye na nafasi yoyote awajibishwe. Na hivi mnavyosema maliziano ni ujinga ambao hautakiwi kusikiwa kwenye masikio ya wanadamu saizi. Mimi nikwambie kwamba ukitenda mema, ukitenda vema utapata kibali. Kuna mahali hata Biblia katika kitabu cha Mwanzo inaeleza hilo swala kwamba ukitenda mema utapata kibali. Usiforce mtu akupende. Usitumie mtutu wa bunduki ili upendwe. Usitumie mabomu ili upendwe. Tafuta kama ni leader, kama ni kiongozi, tafuta kufanya vitu ambavyo, au kama ni mzazi, tafuta kufanya vitu ambavyo vitawafanya watoto ama watu naoongoza wakupende. Sio by force, by bunduki, by nini, yani una force watu wakupende. Sasa ukisoma kitabu cha Mwanzo hapa, haraka Mwanzo, maisha ya Kaini, nataka nisome maisha ya Kaini. Alipoambiwa kwamba je, ukifanya vizuri, ukitenda mema hautapata kibali. Huyu ni Kaini aliyekuwa na ndugu yake Habili. Kwa sababu ya hila ya ndugu yake, basi ule moyo wa hila, wa chuki, wa ubinafsi, wa kumpenda mtu mwingine, aliamua uwe ndugu yake kwa sababu ya kutafuta kupendwa zaidi ya mwenzake. Kwamba kwa nini mimi sipati kibali? Kwa nini mimi sisaminiwi? Ni kama mimi sipendwi, ni kama huyu anapendelewa, acha nimuue. Usiue mtu ili upate kibali, usiteke mtu ili upate kibali. Ngoja tusome hapa. Kitabu cha Mwanzo Mwanzo 4 mstari wa 7. Anasema kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Yaani ukifanya vibaya, usipotenda vizuri, dhambi lazima ikuotee. Dhambi ya kuua, dhambi ya kuchepuka, dhambi ya kuzini na mtoto wako, dhambi ya kuzini na mfanyakazi wako, dhambi ya kufanya upumbavu wowote. Usipotenda vizuri ni automatic. Utaamua vibaya, utawaza vibaya, utatenda vibaya. Sasa njia pekee ya wewe kuwa salama, tafuta kutenda vizuri, tafuta kumtendea mtu mwingine vizuri. Yaani kama wewe unavyopenda kwamba mimi napenda maisha mazuri, napenda kula vizuri, sipendi kuumizwa. Hayo maisha sasa tafuta kumtendea mtu mwingine. Sasa kushinda dhambi kuishinda dhambi ni kabla ya kutenda. Dhambi sio baada ya kutenda. Ni dhambi inakuwa dhambi kabla ya kutenda. Dhambi inazaliwa kama kosa ama dhambi yoyote inadhaliwa kabla ya kuitenda. Yaani kama ni kabla mfano labda unazini, linakuja wazo kwanza. Sasa ili uishinde dhambi, lishinde wazo. Sio unasema mchungaji nimeanguka, nimezini nimeiba, nimeua. Kuna wazo ambalo lilikuja kabla ya kuua, kuna wazo lilikuja kabla ya kuzini, kuna wazo lilikuja. Lile wazo ukalitandikia mkeka. Ulitandikia mkeka kwamba hili wazo ngoja likae. Kwa hiyo ukaliwaza mpaka ukakaa juu ya kiti. Mwisho wa siku ukaamua ulivyoamua na imekuletea madhara hayo yaliyokufikia. Mstari wa 8 anasema Kaini akamwambia Habili nduguye, twende. Hilo ni wazo lilikaa kwenye akili yake, sasa limekaa kwa muda mrefu. Sasa lile wazo kalipa uwanja, anataka kamuue ndugu yake. Anataka kamuumize ndugu yake kwa sababu ya lile wazo ambalo alilipa nafasi kwenye ufahamu wake. Dhambi
usiipe nafasi. Dhambi sio ile unayoitenda baada ya kutenda. Dhambi sio kwenda kuzini. Dhambi ni wazo ambalo unaliwaza kabla ya kwenda kuzini. Hiyo ndo dhambi. Ukidhibiti wazo, dhambi huwezi kuitenda. Lakini wengi wetu tunatandikia mawazo. Yaani mawazo tunapa nafasi kubwa. Unawaza mwisho wa siku unakuta umetundika binti wa watu mimba, mara umeanguka na huyo hapa, mchungaji nimeteleza. Hayo sio maisha. Huo sio wokovu. Wokovu ni kwenye ufahamu. Sio kwenye unazini unasema nimeanguka. Ushaanguka mapema. Mawazo ulionayo, message ambazo una chat, hizo vitu unavyofanya ovyo hivyo. Hiyo ndio dhambi yenyewe. Dhambi huzaliwa na mawazo haya ambayo unawaza muda mrefu. Kaini akamwambia Habili, nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwapo uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye, akamuua. Lile wazo lile amelipa nafasi kwenye ufahamu kwamba inakuwaje wewe unapata kibali, inakuwaje wewe unapendwa, ni kama mimi sipendwi, ni kama sadaka yangu mimi haipokelewi na Mungu. Mimi kwa nini haipokelewi? Acha nimuondoe ili nibaki mimi. Njia ya kusolve jambo sio kumua mtu. Unataka kufika nafasi fulani, unataka cheo, unataka kibali, tenda mema. Ndio maana hapa juu 7 anasema kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yakupasa ushinde. Sasa ukiangalia mstari wa 8, Kaini alipofanyaje? Alipomuua ndugu yake. Akamdanganya twende uwandani, wamefika uwandani, kaua. Sasa baadaye Mungu anamuuliza Kaini kwamba ndugu yangu, kwa sababu hiyo kipindi hicho ilikuwa ni familia ya watu wachache sana. Mbona hesabika kwamba ni mtu fulani na mtu fulani, sio wengi kama tulivyo leo hii. Bwana Mungu, mstari 9. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi ndugu yako? Habili ndugu yako. Akasema sijui. Tena alijibu kwa jeuri, sijui. Yaani bado namtaja ndugu yangu ambaye amenikwaza. Sijui mimi. Umeona? Anasema sijui mimi. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Anamkana mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Haya. Akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini. Kutoka katika ardhi. Umeona? Mungu alijua kwamba huyu mtu ameshamuua na damu ya huyo mtu inalia, inalalamika. Hapa Kaini Habili, Kaini anaambiwa na Bwana Mungu kwamba damu ya ndugu yako inanilia, inasikika kwenye ardhi, inalia. Sasa kama mtatafuta na mimi kuniua mtu ambaye tayari nishakufa, sawa, kwa sababu hii mimi ni kama mjumbe hauawi. Kama mtaamua kuchukua maamuzi mabaya kwamba huyu anatukumbusha, kwa sababu hata mitume wa Yesu waliuawa kwa sababu walikuwa wanakumbusha kwamba jamani, mlimuua mwalimu wetu, huyu halikuwa sio mtu mbaya, huyu alikuwa anatenda mema, huyu alikuwa anahimiza mema. Kwa hiyo sasa ile ya kukumbusha kwamba mmeua, mwisho wa siku wasema sasa wanatukela hawa. Wanatukela, acha tuwaue. Lakini hawezi kuua watu wa Mungu kawamaliza. Mimi niwashauri kitu kimoja. Kwamba hayo maisha ambayo mnaendelea nayo kufanikisha mambo yenu kwa kuua watu, hayatafika mwisho. Hayatafika mahali, hata hapa mnachotaka. Hata mkipata mnachotaka kitawapelekea mkosane. Kwa sababu wale watu waliokufa kwanza, kabla ya Oktoba, watu waliongea kwamba jamani, tuliziane kwanza, tufanye mazungumzo kabla ya kuingia uchaguzi. Wenyewe mkasema sisi tutajuana nao. Hao wananchi nitajuana nao. Kuna mahali fulani uliongea rais akasema utajuana nao. Alihojiwa na mwandishi mmoja hivi, Salim Kikeke. Tutahojiana nao, tutamalizana nao. Sasa haya ndo matokeo sasa, kwamba utamalizana nao kwa kuwaua, utamalizana nao kwa kuwateka. Je, nini hatima ya ndugu zetu waliouawa? Hatima ya ndugu zao, familia zao? Au ndio hivi mnawaseti hapo kwenye kamera, unajua mume wangu hakuandamana, mmempa na mic. Vingekuwa na madhara mngekuwa mnaviruhusu nyie. Kwa sababu mnajua havina madhara, ni kupumbaza kwamba nao wameridhia, hawa waliouliwa ndugu zao wameridhia. Kwa hiyo mnawapanga kwamba ingeni kulialia kwenye kamera. Sio hivyo, maridhiano sio haya. Na ni hiyo mipango mliopanga ya maridhiano hiyo. Acheni hiyo, hayo ni drama hizo, ni maigizo. Visiendelee, vitupiliwe mbali, hakuna maridhiano. Mpaka waliotekeleza madhira haya, waliotekeleza Watanzania kulia na kuumia na kupotezwa, wawajibishwe. Maridhiano bila wajibu, bila kuwajibishwa, bila uwajibikaji, ni sawa na kazi bure. Mimi niishie hapa ili niwakumbushe, usipopenda kutendewa wewe, usimtendee mtu mwingine.